matendo ambayo Muislamu anapoyatekeleza malaika wanamuombea dua. Ya kwanza ni mtu kumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema, hakika mja anaponiswalia mimi malaika wanamuombea dua na wanamuombea msamaha maadamu yeye anaendelea kuniswalia. Faliyuqilla al-abdu min dhalika au liyakthir, imma afupishe kumswalia Mtume ama azidishe. Kila ukimswalia Mtume na malaika naye wanakuombea dua, wanamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Mwenyezi Mungu msamehe huyu na Mwenyezi Mungu muhurumie, mtie kwenye baraka yako, mtie katika kheri yako. Kwa hivyo ni wewe ndio ambao utaamua malaika wasimamishe dua kwa wewe kusimamisha kumswalia Mtume ama waendelee kukuombea dua, ikiwa wewe utaamua kuendelea kumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namna ya kumswalia Mtume iliyokuwa bora kuliko zote, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid, kama tunavyofanya katika tahiyatu ndani ya sala. Hii ndio iliyokuwa bora kuliko zote. Wakati mwingine ukiwa unaona hii ni ndefu, umechoka, basi unaweza vile vile ukamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alayhi. Yote hizi ni katika sigha ya kumswalia Bwana Mtume. Ni nani miongoni mwetu leo ambaye anamswalia Mtume hapa zaidi ya ile swala tunayomswalia ndani ya sala? Hata leo unamkuta mtu Mtume anatajwa wala hata ashtuki. Katika jumla ya mambo ambayo Muislamu anapoyatekeleza malaika wanamuombea dua ni Muislamu ambaye anaingojea kuswali, swala haijakimiwa bado, na Muislamu ambaye baada ya swala akakaa pale msikitini asitoke, na Muislamu ambaye anaingojea swala baada ya swala, ameshamaliza swala moja akakaa pale msikitini anangojea swala nyingine, huyu yumo ndani ya kheri. Mtume anasema, innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi, malaika wanakuombea dua na wanakuombea msamaha na rehma na baraka maadamu wewe umekaa msikitini unangojea swala. Kiwango ya muda ambao utakayekaa msikitini, malaika wataendelea kukuombea dua mpaka utakapotoka. Kisha yule ambaye anayengojea swala baada ya swala, huyu naye malaika watamuombea dua mpaka swala nyingine, na baada ya swala akiendelea kukaa tena wataendelea kumuombea mpaka atakapotoka msikitini. Ndio unaona ndugu zangu, wakati mwingine wewe unapopatikana na matatizo ya kiulimwengu, una shida zako za kazini, una dhiki ya mambo ya nyumbani, una dhiki ya mambo ya riski, mahali pa kukimbilia ni msikitini. Kimbilia msikitini. Kwa nini? Kwa sababu malaika watakuombea dua, na hii dua itagonga lazima na matatizo yako yataondoka. Muislamu yoyote ambaye anayekwenda kulala akiwa ndani ya udhu, malaika wanamuombea dua mpaka alfajiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtuma malaikatul muwakkal bihi, malaika anatumwa rasmi, anakuja anakaa kwenye kitanda chako anakuombea dua mpaka alfajiri. Wewe una habari? Wale malaika wanamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu fa innahu bata tahira, Mwenyezi Mungu msamehe huyu na umtie kwenye rehema yako, baraka zako, kheri zako, kwa sababu amelala akiwa ndani ya udhu mpaka asubuhi. Leo utaambiwa ndugu yangu, mama yako mzazi alipokupata umelala kitandani akakufunika na brangeti, kisha akakaa pale kitandani akaanza kukuombea dua mpaka alfajiri. Wewe utafurahi kiasi gani ndugu zangu? Lakini unaambiwa huyu ni malaika ambaye anakuombea dua mpaka asubuhi kwa sababu umelala ukiwa ndani ya udhu. Ni nani miongoni mwetu hapa ambaye leo analala ndani ya udhu ndugu zangu? Illa man rahima Allah. La yuhafidhu ala alwudhu illa mu'min, hajahifadhi mtu udhu wake isipokuwa huyu ni mtu ni mu'min wa kweli. Yani wewe leo ukitaka kujijua mimi ni katika waumini wa kweli ama simo, jiangalie, je, unahifadhi udhu wako? Kwa hivyo tujitahidi ndugu zangu kuhifadhi udhu na tuweze kuwalazimisha watoto wetu katika haya mambo. Lakini la mwisho kabisa ndugu zangu ni wewe Muislamu unapomtembelea mgonjwa. Hii naye ni nzito katika mambo mazito ambayo malaika wanakuombea dua. Yani mtu leo anapokwenda kumtembelea mgonjwa, unapotoka pale kumtembelea mgonjwa, malaika 70 wanatoka pamoja na wewe, wanaanza kukuombea dua, malaika 70 ndugu zangu. Ikiwa umekwenda wakati wa jioni watakuombea dua mpaka alfajiri, na ikiwa umekwenda wakati wa asubuhi watakuombea dua mpaka jioni. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuruzuku bustani iliyojaa kila aina ya matunda peponi kwa sababu ya kumtembelea tu mgonjwa.